Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, hongera kwa kuingia mwaka mpya wa 2026. Hongera sana. Niko hapa kukupongeza kwa kuingia mwaka 2026. Hongera sana. Hongera sana. Tumemaliza hatimaye mwaka 2025. Mwaka uliokuwa na siku 365 tumeumaliza salama, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tumeingia mwaka mpya. Katika huu mwaka mpya tulioingia wa 2026, basi ndani ya mwaka huu pia kuna siku 365. Kwa hiyo ndio kwanza tumeanza moja leo, kati ya 365 tumeanza moja. Kwa hiyo tumeanzisha safari ndefu ya siku 365. Ndani ya safari hii, kama ilivyokuwa safari ya mwaka uliopita, ndani yake utakutana na mambo mbalimbali ya furaha, ya kuumiza, ya kuhuzunisha na kukatisha tamaa. Lakini ni ombi langu kwako wewe uliyeingia mwaka huu pamoja nami, Muombe Mungu sana atusaidie, atushike kwa mkono wake, ili mwaka huu tulioanza basi ndani yake na katika mwaka huu basi atujalie kukutana na baraka, atujalie kukutana na amani, atujalie kukutana na haki yetu, atujalie kukutana na mambo yote ambayo tungependa yawe kwetu katika maisha yetu. Kwa hivyo kama mwaka jana uliumia, mwaka huu atujalie tusiumie tena. Kama mwaka jana ulihuzunishwa, mwaka huu tusihuzunike tena. Kama mwaka uliopita ulisumbuliwa, mwaka huu usisumbuliwe tena. Kama mwaka jana hukupata kibali, Mungu akupe kibali chake kwa watu, kwake mwenyewe. Kama mwaka jana biashara yako haikwenda vizuri, kwa ninyi wafanya biashara, mwaka huu Mungu akujalie biashara yako iende vizuri, ikupe faida na sio hasara. Kama mwaka jana uliumizwa na mambo mbalimbali, mwaka huu Mungu akujalie usiumie tena. Kama mwaka jana ulifiwa, basi Mungu azuie vifo kwa jamaa yako na ndugu zako. Na kama mwaka jana ulipata ajali, mwaka huu Mungu azuie ajali isikupate. Na kama mwaka jana ulikasirishwa, basi mwaka huu azuie hayo makasiriko, akutengenezee mlango wa furaha. Mungu wa mbinguni ni mwema. Baba yetu anatupenda. Kwa kuwa ametuingiza mwaka huu, basi ujue kuna sababu ya wewe kuingia mwaka huu. Ambao hawakuingia mwaka huu, kulikuwa na sababu ya wao kutoingia mwaka huu. Kwa hivyo sababu hiyo ya kuingizwa mwaka huu, ambayo wewe na mimi hatuzijui, lakini ziko kwa Mungu hizo sababu, basi kaa tayari kuzifanya sababu ama makusudi ya Mungu aliyosababisha wewe uingie 2026. Na nikwambie hizo sababu ni njema sana kwako, ni njema sana kwangu. Hangeweza kutubakiza tu ili kutubakiza. Ana sababu za msingi kabisa, sababu nzuri kabisa kwa ajili yetu. Hivyo basi ni ombi langu kwako, hebu kaa tayari, kaa mkao wa kula, maana umekusudiwa mema mwaka huu. Mungu amekusudia mema kwenye mwaka huu. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tumeuanza mwaka huu. Badili mtazamo wako, badili mtindo wako wa maisha.
Badili mtindo wako wa maisha ambao labda kule nyuma haukukuletea faida. Badili mtazamo wako kifikra, labda fikra zako kule nyuma hazikukuletea tija. Hebu badili mindset yako tafadhali, mindset yako ibadilishe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekusudia mema kwenye maisha yako, na hayo mema yanakuja, ili mradi tuwe ukae kwenye mstari. Kaa hapo kwenye hiyo njia, tembea kwenye hii njia ambayo anataka utembee. Usikubali kutembea nje ya njia ya Yesu Kristo. Usikubali kukaa nje ya Yesu Kristo. Kaa ndani yake, tembea ndani yake. Nakwambia utaona na utafurahi. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubariki. Na tukutane tena kwenye vipindi vyetu vya kawaida. Hapa leo nilikuwa nakutakia heri njema ya mwaka mpya. Wacha nikuombee. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ni sifa yako kutupenda. Asante kwa kutupenda. Ni sifa yako kutubariki. Asante kwa kutubariki. Ni sifa yako kutulinda. Asante kwa kutulinda. Basi tulinde Baba mwema mwaka huu nao. Uso wako utembee pamoja nasi, kuingia na kutoka kwetu katika nyumba zetu na katika biashara zetu na katika ofisi zetu na mashamba na mifugo na namna zote. Mkono wako wa kuume uwe juu yetu, uso wako uwe juu yetu, katika jina la Kristo Bwana wetu. Shetani asipate nafasi kwenye maisha yetu, wala kwenye mioyo yetu, wala kwenye nafsi zetu, lakini wewe Baba uwe na nafasi kubwa na ya kwanza katika maisha yetu, katika jina la Kristo Bwana wetu. Tunajidhabihu mikononi mwako, tunajidhabihu kwako kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunajiweka wakfu mbele zako, tuko tayari kukutumikia. Tusaidie na mwaka huu nao, katika jina la Kristo Bwana wetu. Namuombea mpendwa wangu na mimi pia. Amen. Mungu akubariki. Asante sana. Nikutakie mwaka mpya wa furaha. Amen.